Ndugu mwenyekiti, toka uingie ndani ya wilaya yetu ya Mbogwe Jumatatu tarehe 10 mpaka sasa unapozungumza, hii ni kata yako ya 17. Tunakupongeza sana. Kama ingekuwa ni mpira basi wewe tayari ubingwa umeshachukua. Tunakupongeza sana. Ndugu Wananyakafuru, mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana mkoa wetu wa Geita, pote nilipopita naye, kwa bahati nzuri nimeanza na kata Ulembea, tumezunguka kata zote, hakuna sehemu ambapo hawamsifii. Maneno tuliyoyasikia ya mwenyekiti wetu Jairus hapa ni hivyo hivyo. Uende Ikodo walisema ni hivyo hivyo. Tulipofika kwa Ndabacha pale Ilolanguru, na yeye alisema mimi ni diwani wa miaka 25. Toka niingie kwenye siasa sijawahi kuona anachokifanya mwenyekiti wa umoja mkoa wetu wa Geita. Tumpongeze sana. Lakini sambamba na hayo, kwenye ziara yako ya kata 122, hii ni ziara ya 59. Una deni, ni kata ya 59, una deni la kata 63. Tuendelee kukuombea ili uendelee kuwapa yale ambao umezamiria kuwapa Wanageita kwa ujumla. Sambamba na ndugu mwenyekiti, upo hapa ndani ya wilaya ya Mbogwe. Najua una ajenda nyingi, lakini pende kidogo kumege kasehemu kadogo kanahusiana na masuala ya uwekezaji wa vijana. Ndugu mwenyekiti, katika ilani yetu ya uchaguzi ibara ya 26 mabano D inasema Chama cha Mapinduzi kitahakikisha kuwawezesha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ili waweze kujiajiri na kuajiri watu wengine. Ndani ya wilaya yetu ya Mbogwe hayo yametokea. Nakumbuka tarehe 16 mwezi wa kwanza 2025 mkuu wetu wa wilaya alikuwa mgeni rasmi wakati zinakabidhiwa milioni 360, na siku hiyo bodaboda waliweza kupewa bodaboda kwa zilizokopeshwa na serikali. Hivyo kwa upande wetu wa wilaya ya Mbogwe inatekelezwa, na mkuu wetu wa wilaya aliwazuia watumishi waliotaka tuende kwenye ukumbi, akasema nataka hadharani ili wananchi wote waone na kero zinazoweza kusababishwa wengine wasipate mikopo zitatuliwe. Tulienda pale hadharani maeneo ya Posta Masumbwe. Lakini ndugu mwenyekiti, katika swala hilo Daktari Samia Suluhu Hassan alipoona kwamba kuna wingi la vijana wengi wanaingia kwenye soko la ajira, hakuna ajira, wengine wanamaliza vyuo vikuu. Wewe mwenyewe umeshuhudia tulipokuwa Mbogwe, umekagua mradi wa bilioni 1 na milioni 600 wa amali. Maana yake ufundi. Kutakuwa na fani 15 ambazo mwanafunzi atachagua kulingana na matakwa yake na mazingira yake ili atakapomaliza aweze kujiajiri. Kutakuwa na michezo, kutakuwa na masuala ya uchimbaji na uchenjuaji, kutakuwa na masuala ya ufundi umeme. Mwanafunzi akichagua mfano kama somo la michezo atakuwa ni mtaalamu. Tutapata watoto ambao wakifika ndani ya 18 anajua kutengeneza penalty. Mwisho wa siku tutakuwa ni watu wa ushindi. Tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan na wewe mwenyekiti ambao umekagua mradi. Sambamba na hiyo nimalize kwa kipande kidogo, tunakuelekea kwenye uchaguzi. Tunaelekea kwenye uchaguzi. Sisi Wananyakafuru tuna kauli moja, ndugu mwenyekiti. Tuna kauli inayosema kwamba iliwahi kusemwa na rais wa Marekani wakati Marekani ilikuwa kwenye anguko la uchumi mwaka 1929 mpaka mwaka 1963. Ilisema hivi, na alikuwa anaitwa Franklin Delano Roosevelt. Ni rais aliyetoa Marekani ilikuwa kwenye hatihati ya kufilisika. Akasema hivi, the only thing that we must have to fear itself. Kitu pekee ambacho tunapaswa kukiogopa ni woga wenyewe. Na sisi vijana wako kwa juhudi ulizozionyesha, kitu pekee ambacho tunaweza kukiogopa ni woga wenyewe. Tutaingia kwenye uchaguzi kwa namna moja ama nyingine. Mambo mazuri yameelezewa na mheshimiwa diwani hapa. Tutakipigania Chama cha Mapinduzi. Sambamba na yale,
Wakati nazunguka na wewe kata zote 17, nilitaka kukata tamaa. Aje kuzunguka kata zote hizo, mara tulale Ilolangulu, mara tutalala Nanda, nikata kukata tamaa. Lakini kwa jinsi ulivyokuwa unanitia nguvu, mimi kama mwenyeji, unaniambia kwamba nikumbuke maneno yaliyozungumzwa na waziri mkuu wa Uingereza Winston Churchill kwenye miaka 1950. Alisema hivi: mafanikio yanatokana hali ya kushindwa hadi kushindwa na kushindwa tena bila kukata tamaa. Uliponikumbusha ya maneno, nilijikaza mpaka leo tumetoboa kata zote 17. Tunakushukuru sana. Lakini kwa kumalizia, ndugu mwenyekiti, nimalize juhudi kubwa unazozifanya. Unatukumbusha sisi Wananyakafulu, waasisi wa taifa letu walifanya kazi kubwa sana, na wote walikuwa vijana. Ukimwangalia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anakuwa mkuu wa nchi akiwa na miaka 39. Tunamwangalia waziri wa mambo ya ndani akiwa Job Lusinda akiwa na miaka 32. Unamwangalia makamu wa rais Mfalme Rashid Kawawa akiwa na miaka 34. Unamwangalia waziri wa mambo ya nje Oscar Kambona akiwa na miaka 35. Ukamwangalia makamu wetu wa chama wa sasa hivi Steven Wasila alikuwa na miaka 25, tayari alikuwa mbunge, na miaka 27 Wasila akawa naibu waziri. Unatukumbusha hayo mwenyekiti, na sisi vijana tukaze buti, kwa sababu sisi taifa limetegemea.